Na mtazamaji wa Matukio Daima, leo bwana ni Blue Monday. Leo ni Jumatatu ya tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ndivyo navyokaribisha katika mjadala wa magazeti asubuhi hapa. Langu jina ni Francis Godwin, ni kukaribisha uweze kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho, na nitakwenda kuangazia kurasa za mbele za magazeti, lakini pia kuweza kuangazia kurasa za nyuma za magazeti asubuhi hii hapa. Lakini kabla ya yote ni kusogeze hapa mkoani Iringa, ambapo ni takribani siku moja imepita sasa toka katibu mwenezi na itikadi wa Chama cha Mapinduzi CCM Bwana Kenan Laban Kiongosi kuweza kuwahutubia wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wananchi wa jimbo la Iringa mjini katika mkutano wa hadhara uliofanyika viwanja vya Mwembe Togwa. Na baada ya kuhutubia, hii hapa ni sehemu ya Kenan Kiongosi akimjibu ama akimwelezea mchungaji Peter Simon Msigwa kwamba ni mtu ambaye hatabiriki. Na hii hapa ni kauli ya bwana Kenan Kiongosi akiwa katika mkutano huo hapo juzi siku ya Jumamosi. Twende tumsikilize. Yaani mtu anakuja Iringa anasema Iringa fanyeni fujo hapa nda. Na mwingine akaja akawaambia watu hapa, jamani, kama mmenisamee shukeni chini. Vipi? Eti vipi? Watu walishuka. Sasa kila mmoja aangalie macho yake pale kwenye hiyo screen. Kama mmenisamee, naomba mshuke baada ya hapo. Kama mmenisamee, awaje mmenisamee. Hawa wanaitwa makanjanja. Wanaitwa nini? Wanaitwaje? Hawa hawaaminiki. Hawa sio wa kweli. Na sisi tumetunza ushahidi ili unaporudi usije ukasema wewe umesingiziwa. Hayo maneno alisema kusema. Sikiza vyema hapa bwana Kenan Laban Kiongosi. Sasa kupitia ukurasa wake katika ukurasa wake mchungaji Peter Simon Msigwa ameandika, na hii bwana ameamua kutokaa kimya. Msigwa kaamua kuweza kumjibu bwana Kenan Kiongosi. Hasa Msigwa anasema bei za mafuta hazishuki kwa kunishambulia. Hasa kada huyo wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mchungaji Peter Simon Msigwa amesema changamoto zinazowakabili wa Tanzania haziwezi kutatuliwa kwa kuwatafuta watu na kuwalaumu kisiasa, bali zinahitaji sera madhubuti, uwajibikaji na uongozi wenye kutoa majibu ya matatizo ya wananchi. Kupitia andiko lake kwenye mitandao ya kijamii, Msigwa amehoji umuhimu wa kuendelea kujadili uamuzi wake wa kuondoka CCM badala ya kujikita katika kutafuta suluhisho ya changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi. Na nukuu, anasema, je, kumjadili Msigwa mchana usiku kunarudisha imani ya wafadhili waliogoma kutoa fedha? Je, kumlaumu Msigwa kumeshusha bei ya mafuta na gharama za maisha? Anahoji. Pia ameuliza kama mashambulizi dhidi yake yamesaidia kupunguza ufisadi, kuongeza ajira, kuimarisha uchumi au kurejesha heshima ya Tanzania katika jukwaa la kimataifa. Msigwa amesema taifa linapaswa kuelekeza nguvu zake katika kujibu maswali muhimu yanayohusu namna ya kurejesha imani ya wawekezaji, washirika wa maendeleo, kupunguza gharama za maisha, kupambana na ufisadi, kujenga maridhiano ya kitaifa. Lakini nikinukuu hapa, anasema historia haikumbuki sana
waliotumia muda mwingi kuwashambulia watu. Historia huwakumbuka wanaotatua matatizo ya watu. Mwisho wa kunukuu, anasema Msigwa. Kauli hiyo imekuja baada ya katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Bwana Kenan Kiongosi kumtaja Msigwa akiwa katika viwanja vya Betogwa mjini Iringa kuwa mwanasiasa huyo anafuata maslahi binafsi na kwa sababu aliondoka CCM baada ya kukosa nafasi ya uongozi alizokuwa akizitafuta. Ndio maana anasema hapa Kenan tena anarudia kwamba ukiwa CCM kaa kwa kutulia, usije CCM kwa kufata nafasi za uongozi. Hii hapa ni kauli ya Bwana Kenan Kiongosi. Leo amegeuka, anaanza kusema huku hakufai. Sasa ndugu yangu, chama hiki ni kikubwa. Chama hiki kina watu wa kila aina. Chama hiki kinachukua watu wote wenye elimu na wasio na nini na elimu. Ni chama cha kila Mtanzania. Ukija CCM ukataka cheo ukakosa, usinungunike, uongo kweli. Na unakuja na masharti magumu, msiponipa ninarudi kule. Sisi hatutishwi. Wewe ukitaka kwenda nenda, tutakuwepo na tukutane, demokrasia iamue. Hapo vipi, rasio ra? Na wanasema msema kweli ni mpenzi wa nani? Na watu wa Iringa wana akili. Watu wa Iringa hawadanganyiki. Watu wa Iringa sio kichwa cha mwenda wazimu kwamba kufanyiwa maigizo. Kwamba bundi akiwa kwa jirani, akiwa kwako ni njiwa. Tumekataa. Bundi anabaki kuwa nani? Kauli hii ya Bwana Kenan Kiongosi inatusogeza moja kwa moja kwa wachambuzi wa kisiasa, na mchambuzi ambaye tutakwenda kumwangazia hapa ni Bwana Aratanganyagawa kutoka kule Njombe. Aratanganyagawa, habari za asubuhi. Na Aratanganyagawa kwamba mimi ni Francis Godwin. Ndio. Na kukaribisha hapa leo katika moja kati ya marumbano ambayo yanaendelea sasa hivi katika mitandao ya kijamii kati ya mchungaji Simon Msigwa na Kenan Kiongosi, ambapo mchungaji Msigwa anasema kumshambulia Msigwa hakushushi bei za mafuta. Lakini Kenan Kiongosi amesema hapa kwamba ukienda kwenye chama chochote cha siasa, hususan CCM, kaa kwa kutulia, usiende kwa ajili ya kufata uongozi. Yaani usiende kwa ajili ya maslahi binafsi, kwamba unapokosa maslahi yako binafsi unachukia na kuondoka. Na wewe Bwana Aratanganyagawa ni miongoni mwa watu ambao mmeondoka pia. Tunatafsiri vipi kauli hii? Ukweli hizo siasa endelea Tanzania sasa. Anakuwa na mvuto wa hali ya juu. Hatutulia ujenzi wa hoja na ushindani wa hoja na mambo yanafanya. Tuna changamoto kwa la sisi kwa ushindani mzuri, kuna maneno mazuri yanatamkwa sasa na tuna enjoy siasa. Sasa hii habari ya Msigwa na Kiongosi. Kwanza kitendo cha Kiongosi kuongea na Msigwa ni kutambua mchango mkubwa wa Msigwa katika siasa za Tanzania. Kwa hiyo maana ni threat kubwa kwa siasa za Tanzania, hasa kwa Chama cha Mapinduzi. Na nimpongeze Kiongosi kwa kutambua hilo, kwamba Msigwa si mtu wa mchezo, kwa sababu mtu mdogo kama angekuwa mdogo hata singemtaji. Kwa hiyo ni heshima kubwa kwa Msigwa. Lazima ashikilie ashikilie hapo. Ni jambo zuri sana kwa Msigwa. Sasa hoja ujenzi wa hoja kwa mafuta na mambo kama haya, kiukweli mimi naona viongozi wetu wa chama hawa pia wana mapungufu mengi sana katika ujenzi wa hoja. Wanatoa jikite katika kujibu hoja. Wamepigwa hoja, wajibu hoja sana. Msema mtu haihitaji sana. Bali sana
bei ya mafuta ilipanda, maisha ya watu yalikuwa mabaya sana. Taifa waone kwamba kuna mahali shida na mimi naunga mkono kabisa. Okay. Sasa unafikiri kwamba siasa zenye tija kwa vyama vya siasa vya upinzani na chama tawala ni siasa zipi ambazo zinaweza zikafanya Watanzania kuwa moja? Yaani mimi ndiko nadhani kwa upinzani vitu vya ukweli. Kama hiki hapa chama tawala kinashindwa kwa hoja kabisa. Na chama pia kisiseme tu maneno, kiseme ukweli wa Tanzania. Hapa na mimi nimechemka kwa sababu ya 1, 2, 3 nakosea. Kwa hiyo kiukweli kama tukifika huko sasa ndio siasa utakuwa ukweli. Hapo ndio maendeleo ya Tanzania yanapatikana. Kwa sababu sisi letu sisi wote ni nchi yetu ile kusonga mbele. Ndio lengo kubwa. Lakini imezungumziwa swala zima la siasa maslahi, kwamba baadhi ya wanasiasa kwamba wanakwenda kimaslahi katika sehemu yani wanaingia kwenye vyama kwa ajili ya maslahi yao binafsi. Kwa kiasi gani maslahi binafsi yanazidi kuididimiza taifa hasa katika siasa na maendeleo? Yes, maslahi binafsi kama nilivyosema, kuna watu kweli hapa duniani wanafanya siasa kwa ajili ya kupata kitu, lakini kuna wengine wanataka agenda zao ziweze kusaidia taifa liweze kusonga mbele. Wale ambao wanafanya siasa za maslahi utawaona tu, kwa mfano anatoka Chadema kwenda CCM, akienda kule anakuwa anabadilika kabisa, kama si yule yale aliyokuwa anasimamia anayaacha kabisa. Anaanza kusifia hizo Nobel Prize, anaanza kusifia hata yale ambao umma unaona huyu mbona sasa ni kichaa, mbona alikuwa na msimamo huu, kuna nini sasa kipo mbele. Lakini pia wengine wana nia njema sana katika siasa, kwamba unapanda ni sawa na kupanda gari au kuangalia dereva anayeendesha gari. Ukigundua amelewa unaweza kutoka kwa jamani, kwa sasa huyu dereva hawezi kutufikisha salama kwenye safari. Kwa hiyo kuna tofauti hiyo. Kwa hiyo hoja ya kwamba kuna watu wanakwenda kwa maslahi wala sio ya uongo, sio ya uongo, ni ya kweli. Kuna watu wanakwenda kwenye chama fulani kwa ajili ya maslahi, lakini kuna watu wengine wanakwenda kwenye vyama fulani kutokana na hali halisi ya upepo, mahali ambapo wanaweza kusaidia jamii iweze kusonga mbele, kujenga hoja, kusaidia eneo. Kuna watu wamekwenda, kwa mfano niliona kuna watu walikuwa kwenye chama tawala wamepata madaraka, lakini hawajafurahishwa na agenda za kule, wamehama, wamekwenda chama ambacho pengine kigumu sana, chama ambacho kiko katika wakati mgumu sana kuenjoy maisha, chama ambacho kinaweza kutishia hata usalama wa maisha. Kwa hiyo mimi nilikuwa nadhani tuangalie kwa sura hiyo pia. Bwana Arata Nganyagawa, ndio tunafahamu kwamba mchungaji Peter Simon Msigwa baada ya kutoka chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, baada ya kukosa nafasi ya wenyekiti wa kanda ya Nyasa, ndio alitamka maneno kwamba Chadema ni SACCOS. Ndio na kubali kabisa. Lakini baada ya kurejea baada ya kujiunga na CCM alishawahi kutamka maneno haya kwenye nafasi ya chama. Natambua nini wajumbe. Niliona hilo neno, lakini wana falsafa. Kama ile neno lilitoka wakati kuna mgogoro mkubwa sana kati ya Peter Msigwa na aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Mbowe. Na baada ya Tundu Lissu kushinda tu, Msigwa kwa mtu mwenye akili anagundua, alitamka maneno mazuri sana. Alisema unawezaje kumwacha Tundu Lissu nje ya mfumo? Kwa maana yake neno lile lilitoka kutokana na jazba, kule kunyanyaswa, kule kunyang'anya uongozi wake kwa nguvu na kundi ambao lilikuwa namuunga mkono Freeman Mbowe. Kwa hiyo ni katika maisha hakuna mtu asiye na maumivu. Ukionewa wengi tu walitoka wakati wa ujenzi wa timu Mbowe kuelekea uchaguzi wa mwaka juzi, wengi walihama kwa ajili ya tabia alizokuwa anaonyesha, hasa yani baadhi pamoja na aina fulani ya utendaji ambao inasema uchao unatengeneza macho wanatia vitingu gopa, unasema bora kwetu na huyu, na imegusa watu wengi sana.
Sasa hivi ukisikia wanasiasa wengi watakwambia ukweli, hawafikiri wanasema Chadema kwa hiyo, lakini ukweli mbele za Mungu hili jambo linakwenda. Sasa unapokuwa mwanasiasa ndio mambo gani ambayo unapaswa kuweza kuzingatia hasa katika kauli zako? Mambo, kwa mfano wale viongozi wakubwa wanaoshika vyama lazima kwa kweli wawe makini sana, na timu inayoongoza ile kama ni kamati kuu ya chama fulani lazima iwe smart kiasi kwamba usiwe na mashaka makubwa kwamba huyu driver amelewa au hajalewa. Yaani unaposhikilia wastani uhakikishe kwamba mambo yanakwenda. Ukiangalia akina Lowassa, akina Sumaye na viongozi wakubwa sana katika taifa ambao waliwahi kuhama chama, ni hayo yalipelekea wakahama, sio kwamba watu waingia chama tawala walikuwa wanapata. Kila tuangalia basi endeshwaje, kinaendeshwa kwa pendeleo, kinaendeshwa kwa kushindanisha wenye fedha, uchawa. Hapo kwa kweli ndio maana tunasema siasa za Afrika tumejifunza kule Kenya, tumejifunza nchi mbali ambazo zimeruhusu mifumo ya kisiasa. Unaona jinsi ambavyo watu wanaiona kabisa chama cha siasa jukwaa kama jukwaa lingine. Leo hii kuna ajenda kwenye Chama cha Mapinduzi, matokeo ya uchaguzi wa 2025 ambayo yaliumiza watu baada ya majanga yale, jinsi ambavyo sasa chama tawala kupitia anaendesha viongozi anatenda za watu mbalimbali kwamba kwa hiyo jinsi ambavyo wanashindwa kuishi. Unaona wengi wanasema hapana, huyu mtu atajishika, mtu anaamua kwa gari ile driver ambaye yuko smart zaidi. Kwa sasa unaona wengi kama Heche na Andika wanafanya kwa mtu mwingine. Ni hao pia mimi na imani kama wakianza kufanya mzembe tena kwanza kunywa pia au wale kwenye gari, wengi pia hawatakubali, wataamua kuondoka. Sasa kauli za kwenu wanasiasa, leo umetoa kauli hii ukiwa labda chama cha upinzani, kesho ukiwa CCM unatoa kauli hii kushambulia upinzani. Leo umeshambulia CCM kwa hoja, kesho unapokuwapo kwenye chama cha upinzani unashambulia upinzani. Kazi ile nilikuwa nafanya nikiwa kwa mama wa kambo, nguvu ile ile ambayo mmeniona katika muda mfupi nilioingia Chama cha Mapinduzi, bunduki iliyokuwa nashambulia Chama cha Mapinduzi nimegeuzia naishambulia Chadema. Chadema sasa hivi imepasuka, ipo mjini hapa Mbowe, mnamsikia? Nimeishambulia vizuri sana. Sasa mimi ni kada mwenzenu. Sasa kwa sababu mlisema nilifanya kazi vizuri, nitaendelea kufanya kazi za kibunge kama ambavyo mimi ndio mwanzilishi wa barabara ya kwenda Ruaha National Park ambayo iko kwenye process za kujenga. Kauli zenu zinawayumbisha vipi wananchi, na unafikiri kwamba wananchi wanawaamini tena? Ni kweli kuna watu baadhi yetu wakihama kwenda chama kingine wanaimba ule muziki wa ugenini asilia ya moja. Kitu kuonyesha kwamba sasa muziki wa huku wanachezaga hivi, kwamba unaingia kwenye mkumbo. Lakini mimi katika historia yangu kuwa na maamuzi kwamba ukweli ni upi, hebu tusimamie ukweli. Mimi ni kwa mfano niliwahi kwenda CCM baada wakati wa Magufuli. Alikuwa anamka kitu hadi mbili hahangaiki. Yaani kwa kweli ni cha binafsi ambaye napenda siasa za uwazi na ukweli. Nilipenda sana Magufuli kwa ajili ya hiyo. Na mimi nilikuwa kwa mfano kusema jamani upinzani haya ni wauli hapana. Niliwahi kusema hapana, kwa sasa ukiangalia hizi timu mbili, hii timu ya Magufuli inaweza kuwa inaelekeza taifa kwenye maendeleo zaidi. Na tukasema mapunga mkono Magufuli. Lakini baadaye unaona tena ni mtu mwingine ambaye anatengeneza sana afanye kwenda naye. Mimi nikushukuru sana Bwana Arata Nganyagawa kutoka hapo mkoani Njombe kwa kuweza kuungana nasi katika kipindi hiki cha Asubuhi ya Moto. Asante sana, ubarikiwe sana, waandishi, wasalimie wasikilizaji wetu wote watangazaji na watazamaji. Asante sana. Na mtazamaji, basi huyo ni Bwana Arata Nganyagawa kutoka pale mkoani Njombe, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, lakini pia ni mwanachama sasa hivi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Mwanzoni alikuwa Chama cha Mapinduzi akiwa diwani. Tumezungumza mengi hapa kuhusiana na hali halisi ya siasa za majibizano na faida na hasara ya siasa hizo za majibizano zikoje.
Nikurejeshe hapa studio kuweza kuendelea na kurasa za magazeti, na gazeti ambao nakwenda kuanza nalo hapa ni gazeti la Raia Mzalendo, muungwana, ukweli na uwazi. Gazeti la Raia Mzalendo habari kubwa linaandika ufanisi wa TRA wakonga nyoyo za wabunge, laandika hivyo. Lakini pia habari nyingine, walipa kodi wazuri Iringa kupewa tuzo wiki ya mlipa kodi, limeandika gazeti hili, na ni habari ambayo ipo katika gazeti hili ukurasa wa 3, ambapo TRA inakusudia kuweza kuwapa tuzo walipa kodi wazuri. Habari nyingine katika gazeti hili inaandika WMA waanza kuhakiki vifurushi vya internet, inaandika gazeti hili. Na polisi Mwanza ya msaka Kurwa Mashimba miaka 14 kwa mauaji, laandika gazeti hili. Kando naliweka gazeti la Raia Mzalendo, na sasa ninalo gazeti la Mtanzania Leo, kazi kipaumbele chetu. Gazeti la Mtanzania Leo laandika wabunge waipa saluti TRA, Saashisha Wafue ampa maua yake kamishna mkuu Mwenda, ni kwa kuifanyia kazi TRA kuwa rafiki wa wafanyabiashara. Habari nyingine katika gazeti hili linaandika waziri Kapinga aipongeza TBS kwa miaka 50, laandika gazeti hili. Na habari nyingine, Moi kuanzisha huduma mpya 11 za kibingwa, laandika gazeti hili. Rais wa Namibia atembelea nyumba aliyoishi Magomeni, laandika gazeti hili la Mtanzania Leo. Kando naliweka gazeti la Mtanzania Leo, mkononi nalo gazeti la Mwananchi Huru. Habari kubwa katika gazeti la Mwananchi Huru laandika bunge la iheshimisha TRA, laandika hivyo. Ni habari ambayo pia nimekwenda kusomea magazeti yaliyotangulia. Moi sasa kuwa na benki ya mifupa, laandika hivyo. Lakini habari nyingine ni hii ambayo inasema WMA yaendelea kuwa kivutio wiki ya utumishi wa umma, na Kurwa amuua pacha wake Mwanza kisa ubishi. Kurwa amuua pacha wake Mwanza kisa ubishi, laandika hivyo. Na jeshi la polisi namtafuta sasa huyo bwana Kurwa. Kando naliweka gazeti hili la Mwananchi Huru, mkononi nalo gazeti la Mwanahabari, gazeti bora hili. Gazeti la Mwanahabari laandika Daktari Mwigulu awaangalia wenye uhitaji kwa jicho la huruma, laandika hivyo. Rais wa Namibia amaliza ziara yake Dodoma, laandika gazeti hili. Lakini habari nyingine, gazeti hili linaandika wananchi zaidi ya 300 watembelea banda la TARURA wapata majibu ya kero zao. Na kiongozi wa mbio za Mwenge apongeza ubora wa miradi ya maendeleo Pangani. Hili bwana ni gazeti la Mwanahabari. Gazeti la Machinga sauti ya wanyonge laandika Samia amkosha rais wa Namibia, laandika hivyo. Hongera sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini Daktari Mwigulu awageukia watoto wenye uhitaji, laandika hivyo. Lakini Wizara ya Fedha yahamasisha ushiriki wa wananchi katika minada ya serikali, laandika hivi. Lakini serikali anasema msaada wa kisheria kuwafikia wote. Ndivyo naliweka kando gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Nikikamata gazeti la Uhuru, habari kubwa katika gazeti la Uhuru anasema mafanikio ya miaka 30 ya TRA ya gusa wa bunge, laandika hivi. Na ni habari ambayo nimekwenda kusomea katika magazeti mengine yaliyotangulia. Rais wa Namibia ataja umuhimu wa ziara yake, laandika hivi. RPC ya bwawa aga dunia, alama zake zatajwa. Huyu ni aliyekuwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, RPC Abwao amefariki dunia na tunaendelea kumwombea, lakini mbele yake nyuma yetu, nasi tunakwenda huko. Mungu ailaze roho yake tu mahali pema. Lakini habari nyingine katika gazeti hili naandika saa 72 za kimbunga cha kiongozi Iringa, laandika hivyo. Mwigulu asisitiza utunzaji wa watoto wenye uhitaji. Hili bwana ni gazeti la Uhuru. Kwa upande wa gazeti la Zanzibar Leo laandika
Rais Natumbo atembelea kambi ya wapiganaji uhuru Kongwe, laandika hivyo. Ziara yake ataja kufungua fursa mpya. Lakini habari nyingine katika gazeti hili ni hii ambayo anasema watumishi ongezeni bidii, uwajibikaji. Dr. Harun anasema hayo. Lakini Dr. Mwigulu ahimiza usaidizi vituo vya watoto wenye mahitaji, laandika gazeti hili. Nalo hili ni gazeti la Zanzibar Leo. Kando naliweka gazeti la Zanzibar Leo, mkononi nalo gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari kubwa ni hii ambayo inasema utengenezaji misaada, utegemezi misaada ya nje wa mkela Mwigulu, laandika hivyo. Lakini habari nyingine katika gazeti hili ni hii ambayo inasema biashara Tanzania India yazidi kupaa, laandika hivyo. Na habari nyingine nishati ya washa Tanzania mpya, mageuzi ya kiuchumi, laandika gazeti hili. Nalo bwana ni gazeti la Habari Leo. Kwa upande wa gazeti la Mwananchi Tanzania, habari kubwa ni hii ambayo inasema Halima Mdee afunguka, awatwisha zigo viongozi Chadema, ni baada ya Lema kumkaribisha kurejea tena kwenye chama hicho. Aweka bayana mambo muhimu ya kuzingatia ili kuondoa mpasuko uliopo baada ya uchaguzi wa ndani ya chama hicho, laandika gazeti hili. Lakini wiki ya hukumu benki kuu, wiki ya hukumu bajeti kuu, kumradhi, wiki ya hukumu bajeti kuu, laandika hivyo. Lakini habari nyingine katika gazeti hili linaandika Tanzania yataja hatua ikisubiri mswada wa Marekani, laandika gazeti hili la Mwananchi. Kando aliweka gazeti la Mwananchi, sasa nalo gazeti la Majira. Gazeti hula kila siku lenyewe laandika rais wa Namibia asisitiza ushirikiano na Tanzania. Lakini saratani ya matiti na kurudia kwa maji kwenye mapafu, inaandika gazeti hili. Ni habari ambayo inaendelea ukurasa wa 16 katika gazeti hili. Waziri asema wanaonufaika na muungano ni sisi wa Tanzania. Wanaonufaika na muungano ni sisi wa Tanzania, ni habari ambayo inaandika gazeti hili. Lakini pia habari nyingine katika gazeti hili ni hii ambayo inasema serikali asisitiza maadili uzalendo kwa vijana, na waziri mkuu ahimiza matunzo kwa watoto wenye uhitaji. TBS yasisitiza kuendelea kutafuta kazi sekta binafsi. Hii ni gazeti la Majira, naloweka kando gazeti la Majira. Sasa nalo gazeti la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Pangani mambo mazuri, laandika hivi. Miradi ya shilingi bilioni 2.2 yazinduliwa na mbio za Mwenge. Lakini wananchi wataka ufafanuzi vipimo vya bando, laandika gazeti hili. Nalo hili bwana ni gazeti la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Na kabla sija kuendelea na kurasa za michezo kunako magazeti ya leo, nikukumbushe tu mbio za Great Ruaha Marathon ya 2026 zitakazofanyika mwezi ujao kuanzia tarehe 3 mpaka tarehe 4. Tarehe 3 kutakuwa na mashindano ya baiskeli. Tarehe 3 kutakuwa na mashindano michezo ya kuvua samaki. Lakini kutakuwa na walking safari katika hifadhi ya taifa. Hiyo ni tarehe 3. Lakini tarehe 4 itakuwa ni mbio zenyewe za Great Ruaha Marathon, ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba anatarajiwa kuwa mgeni rasmi. Sasa hizi ni mbio za kihistoria sana, lakini ni mbio muhimu sana, na una nafasi ya kujisajili kupitia tovuti ya www.greatruahamarathon.co.tz ama wapigie simu 0797 49 37 90, 97 49 90 ndio nambari ya kuweza kuwapigia kuweza kujisajili pia na mbio hizi za Great Ruaha Marathon. Kwa sasa ni kusogeze kunako michezo na gazeti la Sport ndilo ambalo naanza nalo. PSG yaiweka kati deshi soma gazeti hilo. Lakini pia The Sport laandika ni Simba Azam finali CRDB, laandika hivyo baada ya Yanga jana kukubali kichapo.
nikiachana habari hiyo, twende gazeti la Mwanahabari. Habari kubwa laandika Yanga yatupwa nje CRDB FA, laandika hivyo. Bunge wako tayari kupokea Africon, na hii ni gazeti la Mwanahabari. Kwa upande wa gazeti la Uhuru laandika Yanga yaisukumia Azam kwa Simba fainali FA, laandika hivyo. Ni Tanzania Uganda fainali Sekafa, laandika gazeti hili. Na habari ya mwisho, Twiga Stars hiyo Karatu, laandika gazeti la Uhuru. Kwa upande wa gazeti la Machinga laandika Simba Azam kucheza fainali CRDB FA, laandika gazeti hili. Na hii bwana ni gazeti la Machinga. Na nikiachana gazeti la Machinga, gazeti la Zanzibar Leo laandika Simba Azam kucheza fainali shirikisho CRDB, laandika hivyo. Dr. Pemba ataka jamii kufanya mazoezi ya yoga, laandika hivyo. TRA United kusajili nyota 15, laandika gazeti hili. Kwa upande wa gazeti la Habari Leo laandika Yanga nje Azam yaifuata Simba, laandika hivyo. Lakini Serengeti Girls Uganda fainali ya kibabe kesho, laandika hivyo. Kila laheri Serengeti Girls. Na gazeti la Mwanaspoti laandika Beka asema kuna mmoja hapa, laandika hivyo. Basi hii ni gazeti la Mwanaspoti. Na kwa upande wa gazeti la Taifa Tanzania laandika FIFA yaadhimisha kutimiza mechi 1000 za kombe la dunia, laandika hivyo. Yanga yaanza kupoteza makombe, laandika hivyo. Na hakika kwamba inaanza sasa kupoteza makombe baada ya jana kuweza kuchapwa na Azam FC. Geita Gold yakabidhiwa rasmi kombe, wadhamini waweka wazi mafanikio ya soka. Yanga yang'olewa na Azam CRDB Cup, laandika hivi. Hii ni gazeti la Majira. Na baada ya kukusomea gazeti la Majira hadi kufika hapa ndipo ambapo tunahitimisha kabisa kurasa za magazeti asubuhi hapa pamoja na mjadala asubuhi hii ya moto. Pasipo shaka kwamba umeweza kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho, lakini kubwa zaidi ni kusii tu hakikisha umesubscribe na hakikisha unatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina moja la Matukio Daima, na usisahau kushare pamoja na kulike, hali kadhalika kuendelea kuwa nasi. Kwa niaba ya wote, mimi ni Francis Godwin, lakini bado una nafasi ya kutupigia 0754 026 299 ndio nambari ya kutupigia hapa kama una tangazo ama lolote ambalo la kuweza kushare na sisi. Asante na uwe na siku njema. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shogangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shogangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shogangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embalasasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndio hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel
and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usiona gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu. Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima, Clock Tower Cafe ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Cafe na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Cafe wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Cafe ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Cafe. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals.